ya maneno ya uongo. La kwanza hilo. La pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura 21 aya ya 14 kuanzia 12 mpaka ya 14. Mwenyezi Mungu katika aya takribani 5 anazungumzia namna mwanadamu anavyoumbwa kwenye tumbo la mama hatua kwa hatua. Yani ndani ya aya ya 12 mpaka ya 14 Mwenyezi Mungu anazungumzia mbegu zinazofanya fertilization, mbegu inavyokutana na yai, mimba inavyojitunga kwenye uterus, kukua kwa mimba, hatua kwa hatua mpaka mtoto anazaliwa. Ipo katika sura ya 21 aya ya 12 mpaka ya 14. Qur'ani inaeleza. Biblia from Genesis to Revelation, ndani ya kitabu hiki huwezi kuona mahali popote Mungu anazungumzia mbegu ya uzazi inaingiaje kwenye tumbo la mama mpaka mimba inapatikana. Kama yupo msomi duniani wa Biblia, mimi nampa milioni 100. Aje. Yupo na atokei. Lakini Qur'ani ndio kitabu pekee kimeelezea kwamba mimba inapotunga siku gani anakuwa mtoto wa kiume au mtoto wa kike kwenye tumbo la mama. Hata wanasayansi hawajafundisha hilo, ni Qur'ani peke yake ndio imefundisha hivyo. Kwa hiyo wanasayansi wamekuja kujua baada ya kufundishwa kupitia Qur'ani. Qur'ani katika surati Dahri sura ya 76 aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anasema na ulimpitia mwanadamu yani na ulimpitia mwanadamu muda mrefu, mwanadamu hakuwa ni kitu chenye kujulikana. Hakika ya Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kwa mbegu mbili zilizochanganyika, ya kike na ya kiume. Qur'ani inafundisha katika surati Dahri mwanadamu anaumbwa kwa mbegu mbili zilizochanganyika, ya kike na ya kiume. Kwa hiyo jinsia ya mtoto inapatikana siku ile ile wakati conception inafanyika, fertilization inafanyika, mimba inaungana pale pale wakati yai inachomeka kwenye mbegu ya kiume inachomeka kwenye yai la mama, pale pale ndio mtoto anajua anakuwa wa kike au wa kiume, kwa sababu baba ana mbegu za kiume na mbegu za kike, na mwanamke ana yai lake lina mbegu za kike tofauti. Mbegu ya kiume kitunga kwenye mbegu ya kike, huyo mtoto wa kiume. Mbegu ya kike kitunga kwenye yai kike, hiyo mtoto anakuwa wa kike. Qur'ani pekee yake ndio imefundisha hiyo. Biblia hii hakuna mahala imeandika mimba inaingiaje. Kama yupo msomi wa Biblia anaweza kuthibitisha mimba inaingiaje, mimi nampa milioni 100. Biblia haina. Sasa unaposema Biblia imeifundisha Qur'ani juu ya sayansi, unamaanisha kwenye engo gani? Lakini la pili,